Ni muda sahihi msikilizaji wa mimi kukupatia kisa ambacho sijui hata nikizungumzia vipi. Lakini ni kwamba tulikuwa kwenye gari, mimi, mume wangu na mtoto wetu mdogo. Ulikuwa ni mtoko wa kifamilia tu. Tulikuwa wenye furaha na kutabasamu muda wote. Furaha iliongezeka baada ya kufika kijijini kwetu, sehemu nilizaliwa na kukulia. Mume wangu alinishushia kioo cha gari, nikaweza kuona mazingira kwa uzuri kabisa. Tabasamu haikukoma usoni mwangu pale nilipoona warafiki zangu tuliocheza pamoja wakinipungia mikono. Gari lilisimama tulipofika nje ya nyumba ya bibi yangu. Mume wangu alishuka na kuja kunifungulia mlango. Furaha iliongezeka baada ya kuona ndugu zangu na hasa mama yangu. Nilipiga hatua za haraka nikimsogelea mama ili niweze kumkumbatia. Lakini nilipomsogelea nilimuona mama yangu akiwa na hasira sana. Akatoa kanga aliyokuwa amejitanda na kuanza kunipiga nayo. Nilalamika nikirusha miguu yangu nikisema, mama una nini? Lakini nililaani baada ya kufumba macho na kumuona mama mbele yangu akininyang'anya shuka niliyokuwa nimejifunika. Akaniambia, wewe hebu amka, unajua sivi ni saa ngapi? Mama alisema akitupia lile shuka kitandani. Nilalamika nikasema, aise mama, unajua tu hata ulichokifanya mama. Nilalamika baada ya kukatishwa ndoto nzuri niliyokuwa naota. Nilipayuka nikasema, mama leo mimi siendi shambani. Mama akasema, dada yako anakuita. Nikasema, nini? Nilisema hivyo nikurupuka kitandani, nikabiringita mpaka chini. Lakini sikuhisi maumivu kutokana na furaha niliyokuwa nayo. Nilinyanyuka haraka nikabeba maji yaliyokuwa kwenye ndoo, nikazunguka nyuma ya nyumba kulikokuwa na bafu la makuti. Nilioga kwa furaha sana huku moyoni nikisema, oh Sesi jamani, hatimaye ndoto yako itakwenda kutimia. Na uhakika, hebu jitazame ulivyobarikiwa. Utawavuruga wanaume wa mjini wewe. Nilisema nikijishika chuchu zangu na kubinua shepi yangu. Sio kwamba eti mimi najikubali tu. Huo ndio ukweli. Nimependelewa kwa haraka isiwezi kuona kasoro zangu, ila mimi nimependelewa. Kwa haraka uweze kuona kasoro zangu. Yaani unaweza kuhisi mimi ni malaika. Msikilizaji, karibu sana katika hii simulizi tamu sana. Tam. Na kuomba kama bado hujasubscribe channel hii, fanya hivyo. Na tuwe wote kuanzia dakika hii mpaka pale nitakapokuambia God with you till we meet again. Bonge moja la simulizi linalomhusu Sesi. Na Sesi naye anaanza kwa kutuambia kwamba naitwa Sesi, lakini usijichoshe. Ukiniita Sesi nitaitika. Nina miaka 20. Na ni mtoto pekee kwa mama yangu. Mimi sijui kuhusu baba yangu kwa sababu tangu nakuwa nimejikuta naishi kwa bibi nyumbani kwao mama. Nililelewa na bibi yangu wakati mama anafanya kazi mjini. Bibi yangu alikufa nilipokuwa na miaka 16. Maisha yalibadilika kwa sababu mama ilibidi aache kazi arudi kijijini kwa sababu sikuweza kuishi kwa ndugu zake kutokana na kudekezwa sana na bibi yangu. Nilimshangaa mama alipoamua kubaki kijijini. Hata nilipomaliza shule nilimuomba tukaishi mjini, lakini alikataa kwa kisingizio cha maisha magumu. Aliona bora hapo ambapo tuna uhakika wa chakula shambani. Maisha yetu yalikuwa yanajiendesha yenyewe. Ratiba ni zile zile kila siku. Kama ni msimu wa kilimo, basi tutaamka na kwenda shambani. Elimu yangu mimi nilisoma mpaka kidato cha 4. Na shuleni sikuwa binti mwenye akili sana, na wala sikuwa mjinga. Na matokeo yangu ndio yalifanya nionekane nilikuwa nasindikiza tu wenzangu. Msikilizaji, mtu acheni kwanza nilime darasani nikusimulie elimu dunia niliyoipata kwenye maisha. Jamani, hivi umewahi kujiuliza kwa nini filamu nyingi za mapenzi huwa zina wahusika wakuu wenye hadhi tofauti? Umewahi kujiuliza? Najua utakubaliana na mimi kwamba filamu ikimhusu kijana tajiri na binti maskini au binti tajiri na kijana maskini huwa na visa vya kuvutia na kusisimua sana. Hata matukio yake yanaonesha maana halisi ya kupigania penzi. Kwa hiyo ilikuwa ni ndoto yangu kubwa sana siku zote. Niliamini iko siku nitakutana na mwanamfalme wangu atakayebadilisha maisha yangu.
Mimi nahisi nimezaliwa kuwafurahia maisha. Mimi sipendi kuishi kijijini. Mazingira ya kijijini mimi sipendi bana. Vyakula sipendi, vitu vya siri. Yaani mama alikuwa akiniletea vitu vingi kutoka mjini. Yaani pamoja na kwamba nimezaliwa eneo hili, lakini tangu nimejua kuna maisha mengine, nimekuwa na tamaa sana. Hiyo ni baada ya kupevuka na kutambua nilivyo mrembo. Niliamini kuna maisha tofauti yananisubiri. Nadhani msikilizaji, movie ziliniharibu kabisa. Nikadhani maisha ni rahisi. Nilikuwa na washangaa marafiki zangu waliokuwa wanaolewa kijijini. Sijui wanawezaje kuridhika. Mimi niliona kama ni kama wamekata tamaa ya maisha hivi. Ni kama wamekata tamaa ya maisha mazuri. Nilichokuwa najiuliza, wanawezaje kuwa na furaha kuzaliwa na kuzeekea kijijini? Au ndo mapenzi? Na kama ni hivyo, mimi kwangu hayapo. Hapana. Sio kwamba eti mimi nilikuwa sitongozwi. Ni kinyume chake. Nilisumbuliwa na vijana wengi sana. Sio hapa kijijini tu, hata vijiji vya jirani, na wengine walikuwa tayari kunioa. Lakini mimi sikuwahi kumkubalia yeyote kati yao. Nilitamani kuondoka kijijini, kitu ambacho mama yangu alipinga sana. Mpaka alipokuja mtoto wa dada yake anayeitwa Fau, aliyekuwa anaishi mjini. Faustina bwana alikuwa ni binti mwenye akili sana. Na elimu ndiyo ilimpeleka mjini. Sasa baada ya kumaliza chuo alipata kazi. Kama bahati tu, awamu hii alipokuja kusalimia, alikuwa ameagizwa msichana wa kazi. Ile nafasi sasa nilingangania sana. Kwamba anapoenda huko kusalimia basi arudi na msichana wa kazi. Tuligombana sana na mama. Mpaka alikubali niende. Basi bwana, nilipotoka bafuni, mama alinipatia simu niongee na dada. Alikuwa ananitaarifu nijiandae na atanipitia muda si mrefu. Basi mimi niliingia haraka chumbani na kuanza kujipaka mafuta huku naimba. Nilimsikia mama anacheka sana. Nilipoacha kuimba, nilimsikia akisema ya kwamba ni bora hata usifurahi sana. Usiende huko na matumaini ya kuolewa. Hakuna mwanaume anayetaka mwanamke mvivu kama wewe. Msikilizaji, mama yangu ni ana mdomo na mara nyingi huwa tunalumbana sana. Sasa nilimjibu ya kwamba umeishi mjini lakini bado ni mshamba. Hivi nadhani wanaume wote ni kama hawa hapa kijijini mama. Kule kuna kazi nyingi. Kulima labda utake wewe mwenyewe. Nilimjibu, mama akasema, kumbe. Endelea kuamini mitandaoni. Mitandao inakudanganya sana. Nikasema, basi mwongo wa kwanza ni wewe uliyesema mji ni mkubwa na watu ni wengi. Hivi mimi nawezaje kukosa mtu wa kunioa? Mama alicheka sana baada ya maneno yangu. Mama akasema, hivi wewe unahisi huko mjini kuna wanaume wapumbavu kiasi hicho? Bahati haikai kwa wavivu mwanangu. Wapo wengi walioenda wakashindwa maisha. Na sio kwamba ni wajinga. Kwa hiyo kuwa makini tusije tukakusahau. Nikamjibu mama ya kwamba mama ni mtu akikusikia anaweza kusema wewe sio mama yangu kabisa. Kwa namna unavyoniombea mabaya mama. Mama mimi naomba usinikatie tamaa. Mimi ndiye nitakutunza siku za baadaye. Baada ya kusema hivyo, ukimya ulitawala. Nikamsikia mama akitembea kuja chumbani. Alinikuta nahangaika kuvaa gauni langu nilokuwa nalipenda sana licha ya kunibana. Mama alinisaidia kufunga zipu kisha akakaa kitandani. Mama akaniambia kwamba sisi mwanangu, mimi sidhani kama kuna mama asiyempenda mwanae. Tunatofautiana tu namna tunavyoonyesha upendo wetu mwanangu. Najua mimi na wewe tunabishana mara kwa mara kutokana na mitazamo yetu. Na hilo halimaanishi hatupendani. Sasa unaenda sehemu ambayo utakuwa mgeni. Utafanya kazi kwa watu. Sio siri naogopa sana kwa sababu umezoea kufanyia kila kitu. Umezoea kufanyiwa kila kitu. Huwezi kujiongoza wala kujilinda mwenyewe. Najua unanichukia kwa sababu nilikuacha na bibi yako ukiwa mdogo.
Lakini sisi mwanangu, mambo niliyopitia mjini, kama ningekuwa na wewe, nisingeweza kupata kile kidogo nilichokuwa naleta. Nilitaka uishi kwa furaha binti yangu. Lakini naona mama yangu alikudekeza sana. Sasa usifikiri mjini mimi nilikuwa nafanya starehe. Nataka tu ujue huko unakoenda ni pagumu sana mwanangu, sana. Yaani kama usipojituma na kujitunza, tutakusahau mwanangu. Tutakusahau. Sio kwamba nakutisha, lakini mimi nakujua kipenzi. Kama umeamua kwenda, mimi siwezi kukuzuia, nenda na wewe ukayaone. Lakini ninachokusii mwanangu, muheshimu dada yako. Huyo ndio ndugu pekee anayekujua. Simaanishi wengine watukane, lakini kuwa makini sana na marafiki. Kwa sababu huko kuna kila aina ya matukio. Na usiwe na kiburi. Kama mambo yakikushinda, usisahau mimi nipo. Na hapa ni nyumbani kwako. Umenielewa sisi? Maneno ya mama yalinitoa machozi msikilizaji. Unajua mimi siweza kujibu chochote zaidi ya kumkumbatia mama yangu. Hata yeye hisia zilizidi, akatoka nje. Nilifuta machozi yangu kwa kunawa uso. Baada ya kumaliza kujiandaa, nilibeba shangazi kaja langu lenye nguo nikamwaga mama na kuondoka. Safari ilikuwa ndefu sana. Mimi sikuwahi kusafiri umbali mrefu namna ile. Nilihisi kuchoka, lakini nilifurahia sana ile safari. Dada Faustina hakuwa mwongeaji sana. Muda mwingi alikuwa busy na simu yake, na mimi sikutaka kumsumbua kabisa. Ilikuwa ni mara ya kwanza kupanda gari asubuhi na kufika nakoenda. Nilifika mida ya usiku. Yaani mimi sikuamini macho yangu tulipoanza kuingia mjini. Wow, ni kuzuri sana, 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 sana. Ni usiku, lakini palionekana vizuri kwa sababu ya mataa. Tabasamu alikubanduka usoni mwangu. Nilitamani hata nishuke nianze kupanda kwenye hayo magorofa. Tulifika sehemu, gari likasimama. Tukashuka na dada aliniambia tumefika Mbezi. Alikuwa tayari amewasiliana na bodaboda, tukapanda mpaka nyumbani kwake. Dada alikuwa amepanga nyumba ndogo tu yenye chumba na sebule. Hakuwa na vitu vingi, lakini palipangiliwa vizuri mno. Nilitabasamu na kufurahia kila kitu kilichokuwemo. Kitanda kizuri, kabati dogo la nguo, sebuleni kulikuwa kuna sofa moja na meza ya kioo. Meza nyingine ilikuwa ndefu kidogo. Juu kulikuwa kuna tray la vyombo na jiko la gesi. Pembezoni kulikuwa kuna freezer ndogo, na kilichonifurahisha zaidi, chumbani kulikuwa na mlango ambao dada baada ya kupunguza nguo akaingia kuoga. Kikweli nilianza kuona ni kama dada yangu ni tajiri hivi. So alipotoka aliniambia na mimi nikaoge. Hata asingesema, mimi nilikuwa tayari nimeshajiandaa. Nilipotoka kuoga nikavaa na kumfuata sebuleni. Nilimkuta dada na yule bodaboda alikuwa ameleta chakula. Kilikuwa ni chakula adimu sana kule kijini kwetu. Chips na kuku. Niliziona sana kwenye TV. Nilikula na hata sikushiba, lakini sikumwambia dada. Baada ya kumaliza tulikwenda kulala. Yaani sikushiba ndugu yangu, sikushiba. Asubuhi na mapema dada aliniamsha akaniambia, "Sisi amka, mgeni wako amefika." Dada alisema akitoka chumbani. Nilimsikia akiongea na mwanamke mwingine. Nikajisemea kwamba mbona amewahi sana, mimi bado na usingizi. Najisemea nikishuka kitandani, nilihisi uchovu kila mahali kwenye mwili wangu. Lakini nilipokumbuka maneno ya mama yangu nilijilazimisha kuamka, sikutaka kuonekana mzembe. Baada ya kunawa bafuni nilitoka na kumkuta dada akiwa na mwanamke wa makamo. Nikamsalimia na kukaa niwasikilize. Dada alinitambulisha kwa yule mwanamke. Akaniambia kwamba sisi, huyu ndo atakuwa bosi wako. Nilimwona yule mwanamke akinitazama kwa makini sana. Hatukupoteza muda. Baada ya mazungumzo ya muda mfupi tukaelewana. Nilitakiwa kuingia chumbani na kutoa vitu vyangu, ni kutoka na furushi langu la nguo. Unajua msikilizaji, wasichana wengi tukija mjini tuna matarajio ya kufanya kazi kwenye jumba kubwa la kifahari. Lakini kwangu ilikuwa tofauti. Yule mwanamke alikuwa na nyumba ya kawaida sana. Ingawa siwezi kuilinganisha na nyumba ya bibi yangu. Yule mwanamke alikuwa na nyumba ya kawaida sana, ingawa mimi siwezi kuilinganisha na nyumba ya bibi yangu, lakini sikutegemea.
Yule mwanamke alikuwa na mume na watoto 3 wadogo tu. Nahisi alichelewa kuzaa kwa sababu umri wake na watoto wake ni tofauti kabisa. So baada ya kufika nyumbani kwake, alianza kunipatia masharti. Kwanza, alinipatia madera 3 makubwa na kuniambia ndizo zitakuwa ni nguo zangu. Alafu pia nilitakiwa kuamka mapema kuandaa watoto, kuwapeleka shuleni, na baada ya hapo nifanye usafi na kuandalia chakula yeye na mume wake. Nilikuwa nafanya kazi kama punda, yani hata usiku sikutakiwa kulala kabla sijaosha vyombo. Nilikuwa mwisho kulala na wa kwanza kuamka. Yalikuwa ni maisha magumu sana msikilizaji, yani sio siri. Nilimkumbuka sana mamangu, lakini nikikumbuka ahadi niliyompatia basi naendelea kuvumilia. Yule mwanamke hakuwa na kazi yote. Tulishinda wote nyumbani. Nilikuwa nikipika, anamwambia mume wake amepika yeye. Hakutaka hata nimkaribie mume wake. Utadhani nilimwambia na shida na watu wazima. So kazi ilizidi kuwa ngumu kwangu kutokana na ukali wa yule mwanamke. Kuna wakati nilipokosea, alitishia kunichapa viboko. Niliamua kuondoka, afu kizingatia sasa mimi sikupata nilichokusudia. Mimi nilidhani atakuwa hata na mdogo wake au shemeji yake, lakini sikuwahi kuona akitembelewa hata na ndugu mmoja. Sijui alikuwa na shida gani. So niliacha kazi na kurudi kwa dada Fau. Dada alinipokea na kuniahidi ya kwamba atanitafutia mahali pengine. Haikupita wiki nikapata sehemu nyingine. Ilikuwa ni nyumba kubwa ya kifahari na waliishi watu tu 2, mume na mke, ambao umri ulikuwa umesogea, ila kutokana na pesa walionekana wa makamo tu. Walikuwa na watoto wakubwa na wote walikuwa nje ya nchi. Yule mama hakuwa mkali, lakini kazi zilikuwa ni ngumu sana. Yaani yule mama alitaka nyumba yake iwe safi muda wote. Katikati ya wiki, siku za Jumamosi na Jumapili zinazojulikana kama ni siku za mapumziko, lakini kwangu zilikuwa ni siku za mateso. Nilitakiwa kufua nguo zote mpaka zilizopo kabatini na kuzinyosha, kisha kuzipanga upya. Na sio nguo tu, hata viatu. Alikuwa na kabati kubwa la vyombo, nalo nilitakiwa kutoa vyombo vyote na kuviosha hata kama havijatumika, akidai kwamba vina vumbi. Yaani nilitakiwa kusafisha hadi madirisha, kubadilisha mapazia, kusugua masinki ya vyoo. Nilielewa maneno ya mama, kulikuwa kuna kila aina ya chakula kizuri, lakini sikufurahia. Nilikumbuka sana ugali na matembele niliyokula nikicheka kule kijijini nini. Sikuweza kuvumilia. Zaidi ya miezi 3 niliacha kazi. Kazi zote hizo. Nikarudi kwa dada, nikamwomba anitafutie kazi nyingine tofauti na hiyo. Sikutaka tena kuwa beki 3. Msaidizi wa kazi ndani? Hapana. Sikutaka kabisa usumbufu. Nilikaa muda mrefu bila kazi, hadi nikaanza kuzoea mazingira ya pale na hata kutoka na kuzungumza na majirani. Sijui ndo mazingira ya Uswahilini, kulikuwa na vijana yani wa kawaida tu na sikutaka mimi mazoea nao kabisa, sikutaka ni. Sasa dada alinitambulisha kwa kijana mmoja hivi aliyefahamika kwa jina la Robi. Alikuwa na duka jirani na pale. Mara nyingi nilikwenda kununua mahitaji, na kwa sababu nilikuwa sina simu, basi nilitumia simu yake kuwasiliana na dada. Robi hakuwa mkalimu tu, bali ni mtanashati, lakini bado hakukizi matamanio yangu. Nilimkwepa mara kadhaa alipojaribu kunichangamkia. Wakati nilipochoka kukaa nyumbani, niliamua kwenda kuzunguka mjini nikiamini naweza kukutana na bahati yangu. Yaani kama angetokea mtu akajua dhamira yangu kwa wakati ule, basi angenicheka sana. Sijui ulikuwa ni utoto ama ujinga. Nilijiandaa na kutoka kwenda kumtafuta mwanamfalme wangu kwa kigezo cha kutafuta kazi. Nilipita barabarani na kujionea magari ya kifahari, maduka makubwa na hoteli za kifahari. Nijiambia, sisi kwa uzuri ulionao unastahili kuishi haya maisha. Sasa mpaka giza linaingia, sio kazi tu niliyokosa, bali hakuna hata kijana wa maana aliyenisemesha. Hata kuniambia tu dada mambo, hakuna. Zaidi ya machinga na wapiga debe tu. Alafu kichonikatisha tamaa ni wasichana wa mji huo. Walikuwa ni warembo sana. Hata wanavovaa ilikuwa ni tofauti na mimi. Yaani kwanza mimi nilikuwa naonekana ni kama ni kituko tu. Nilianza kujisikia vibaya na kurudi nilikotoka nikiwa nimechoka sana.
Nilipofika nyumbani, nilioga na kuandaa chakula. Dada aliporudi alinikuta naangalia filamu. Kama sio mimi niliyekuwa napianga barabarani kama chizi. Ilikuwa ni siku nzuri kwa sababu dada alisema kuna nafasi ya kazi imepatikana kwenye hoteli anayofanyia kazi. So, nilifurahi sana. Kesho yake asubuhi tuliongozana pamoja mpaka kazini kwake. Kikweli ilikuwa ni zaidi ya matarajio yangu. Hoteli ilikuwa ni kubwa na yenye mandhari nzuri sana na nilipenda karibu kila kitu. Unajua duniani kuna watu wanaishi bwana. Na kwa taarifa nilizopata panamilikiwa na mwanamke wa Kitanzania. Kilichonisikitisha ni baada ya kupewa kazi ya kufanya usafi, mwanzo mimi nidhani muonekano wangu wa kishamba ndio umesababisha nisipewe kazi kama mhudumu. Lakini baadaye nilikuja kugundua wahudumu walikuwa na elimu na wamesomea kazi hiyo. Ilibidi niwe mpole tu. Kwa sababu hata dada yangu na elimu yake yuko jikoni kama mpishi. Dada alinikabidhi kwa msimamizi wa wafanyakazi, yani yule msimamizi wa wafanya usafi, ambaye anasimamia wafanya usafi wote. Alinikabidhi kwake. Nikapewa mkataba. Kazi haikuwa ngumu sana. Nilipata rafiki ambaye ni mhudumu, alikuwa anaitwa Amy. Amy bwana alikuwa ni mrembo na alikuwa ni mcheshi sana. Sio siri, nilikumbuka bwana kijini kwetu namna nilivyokuwa nasifiwa kwa uzuri wangu. Wewe, huku kuna wazuri. Huku wazuri ni wengi sana, kiasi kwamba mtu akinisifia ni kwa sababu naonekana wa kienyeji. Amy alinizungusha kila sehemu. Yaani kila sehemu ya hoteli, kwenye mabawa ya kuogelea, sehemu ya kuchezea watoto, baa na kwenye kumbi za starehe. Maisha yalianza, nilikuwa natoka asubuhi na kwenda kazini. Nilifanya usafi eneo nililopewa na nilipomaliza nilikwenda jikoni kumsaidia dada kazi ndogo ndogo. Kipindi chote nilichokuwa pale niliwaona wanaume wa kila aina wazuri na watanashati, lakini watu wa mji huu wako busy muda wote na hasa matajiri. Wakifika hotelini wanafanya kilichowaleta na kuondoka. Hasa rafiki yangu Amy alikuwa na wanaume wengi sana. Nadhani ni kutokana na sare alizokuwa anavaa wakati akihudumia. Sikuipenda tabia yake ya kubadilisha wanaume. Sikuipenda kabisa. Nilipomuuliza sababu ya kufanya hivyo, aliniambia kati ya hao wote hakuna anayempenda kwa dhati. Anawatumia tu. Yupo anayempenda na siku akimpata ataachana na hao wote. Afu mimi kilichonishangaza ni aina ya mwanaume anayempenda Amy. Siku leo inaonyesha nilimshangaa. Alikuwa ni kijana wa kawaida sana ukilinganisha na wale anaotoka nao. Nilijiuliza sana, yani Amy na uzuri wake anawezaje kumpenda huyo kijana? Lakini baada ya kujua ni mtoto wa Madam Boss ambaye ni mmiliki wa hoteli hiyo, basi nikamuelewa kuwa anachotaka ni pesa tu. Adam bwana alikuwa ni kijana wa kawaida, asiye na mambo mengi. Alikuwa ni mcheshi sana kwa wafanyakazi. Kabla sijamjua nilidhani ni mfanyakazi wa kawaida. Alipenda kukaa kwenye meza iliyokuwa kwenye kona nje karibu na jiko na alikuwa pale kila asubuhi. Mara nyingi nilipokuwa jikoni nilimtazama kupita dirishani akiwa busy na laptop yake. Nilikuwa namkagua na kuziona sifa alizokuwa anapewa na Amy. Nilianza kumuona tofauti. Pamoja na kuwa mwembamba, alikuwa na sura ya kuvutia sana. Namna macho yake na midomo yake ni kama inakuita. Kuna wakati aliokuwa anaongea na mtu anatabasamu, yani najikuta na mimi ni kama nimetabasamu hivi. Basi siku zilizidi kwenda, ikawa ndio tabia yangu kila nikimaliza kazi yangu naelekea jikoni, na jambo zuri ni kukaa dirishani na kumuona Adam akifanya kazi zake. Nilisema ya kwamba huenda atakuwa mchawi. Inakuwaje baada ya kumuona siku chache ameanza kunivutia? Natamani kumuona muda wote. Basi nilisema baada ya kufika jikoni na kutazama dirishani. Siku moja nilipofika jikoni sikumuona, nijisikia vibaya. Nitamani hata kumuuliza dada imekuwaje hayupo, lakini nilishindwa. Yaani kwanza siku nzima nilikaa sina raha. Sikujua kama nimemzoea kiasi hicho. Nilipokuwa namsaidia dada, niliitwa na msimamizi wa usafi ofisini kwake. Kwa sababu haukuwa muda wangu wa kazi, aliniomba nimsaidie mfanyakazi mwenzangu ambaye alipata dharura. Sasa mimi sikuweza kumpinga. Baada ya kunaahidi pesa ya muda wa ziada, alinipatia vifaa vya usafi na kutaka nikasafishe chumba namba 89. Niligundua kilikuwa chumba cha Adam baada ya kugonga mlango na yeye kunifungulia.
Sasa mimi sikutaka kuonyesha mshtuko wangu. Kaona ngoja niingie na ndoo yangu. Nilitoa macho baada ya kukagua kile chumba. Sasa nikauliza kwamba nini kimetokea hapo, kwa salama? Nilishindwa kujizuia, nilimuuliza kwa hofu kwa sababu chupa na vioo vilikuwa vimepasuliwa chini. Ni kama kuna vita ilitokea hapo ndani. Fanya kilichokuleta, hayo mengine yakuhusu, Adamu alijibu akijitupia kitandani. Nilipotazama mezani kulikuwa na chupa kadhaa za mvinyo zikiwa tupu. Baada ya jibu la Adam, nikaamua kufunga mdomo na kufanya nilichopaswa kufanya. Mara kadhaa alipokea simu na kuongea na mtu aliyemuita kaka. Niliwahi kusikia kaka yake yuko Marekani anasomea daktari. Maongezi yao yalijibu maswali yangu. Adam alimuelezea kaka yake namna alivyobishana na mama yake. Nadhani hasira ndizo zilizopelekea kupasua vitu na kunywa pombe usiku kucha. Mimi nilikuwa busy nikisafisha tu, ni kama sijasikia kitu. Angalau niliweza kuzoa kila kilichokuwa chini na kuanza kupanga vitu sehemu yake. Nifuatie kifungua kinywa, Adam alisema na kuingia bafuni. Sijui alimaanisha chakula gani, hata mimi sikuelewa. Nikatoka mpaka jikoni na nilikwenda kumuelezea dada Fau. Yeye akanipatia supu ya kuku na ndizi na kikombe chenye umbo la chupa ndogo tu iliyokuwa na maziwa. Nikasema ya kwamba huyu kweli ni mtoto wa mwisho, mambo gani haya? Nilirudi chumbani kwake. Nilipoingia nilisikia tu maji yakimwagika bafuni. Niliweka tray mezani nikaendelea kufanya usafi. Adam alitoka bafuni akiwa na boxer pekee kwenye mwili wake. Kiukweli nilishindwa kuzuia mshangao niliopata kwa sababu mimi sikutegemea nilichokiona. Alikuwa na kifua kizuri kilichofanya mwili wangu usisimke. Niligeuza shingo langu na kuangalia pembeni ili aweze kuvaa. Nilifikiria kwamba mwanamume mwembamba hivi anawezaje kuwa na kifua cha namna hiyo. Mimi unajua nimezoea kumuona amevaa t-shirt na shati kwa juu bila kulifunga vifungo na suruali ya jeans, huwa anapendeza sana, lakini sikujua kama ana mwili mzuri namna ile. Nilimsikia akipaka mafuta, nadhani ilikuwa ni lotion yenye harufu nzuri sana. Akaniambia kwamba hautaendelea na kazi. Aliniuliza, nikamsikia akikaa. Nilishusha pumzi na kugeuka. Nilipomtazama nilishangaa. Adam alikuwa amevaa pensi laini, ni kipensi ambacho kimembana sana na kuchora ile sehemu ya mbele. Sasa nikafikiria kwamba huyu mpuzi itakuwa mshipa wake wa aibu haufanyi kazi. Nilijisema hivyo wakati sasa naendelea kufanya usafi. Akauliza kwamba haya maziwa mbona yana harufu mbaya sana? Aliuliza baada ya kufungua ile chupa na nilimwona akikunja sura. Kama ana harufu mbaya, siwache tu kuyanywa, nilimwambia nikisogea alipo. Au labda chupa haijasafishwa vizuri. Wakati nasema sikujua kama Adam alikuwa tayari amekunywa kidogo ile maziwa. Baada ya kusema vile aliyatema ile maziwa na hapo hapo alihisi kutapika. Niliwahi kuchukua ndoo na kumsogezea. Cha ajabu Adam alitapikia kwenye gauni langu. Nilihisi hasira, nilitamani kama nimpige kofi. Nikakumbuka ni mtoto wa bosi. Akaniomba pale msamaha na alielekea bafuni. Sasa mimi nikabaki najiuliza, hivi anahisi hiyo samahani inatosha? Alitakiwa niombe msamaha kabisa. Msikilizaji, mimi ni mtu ambaye ninakinyaa sana. Baada ya kuchafuka vile sikutaka hata kujitingisha. Nilishusha zip ya gauni langu na kuivua pale pale. Sijui hata nilifikiria nini. Niliponyanyuka kutafuta taulo, Adams alitoka bafuni bwana na kunikuta na pichu tu. Aliganda akinitazama nilivyokuwa nahangaika kujifunika na shati lake. Sasa nikasema kwamba unaweza kunipa taulo. Nilisema kwa sasa nikikimbilia bafuni. Akabaki tu ananishangaa. Nilianza kujilaumu, nimefanya nini sasa? Na hapo ni baada ya kuingia bafuni. Sasa mshtuka nini, mbona naye hajavaa? Nidhani ni kawaida kwake. Nijisemea huko naoga. Nilikumbuka namna alivyonitazama nikana tabasamu na uhakika amevutiwa na mwili wangu. Sina mashaka na hilo. Kwa namna chuchu zangu zilivyosimama na shape niliyojaliwa, kama hajashawishika basi huyu sio mwanaume kamili. Nilipomaliza kuoga nilijifunga taulo iliyokuwemo bafuni. Nilimkuta Adam anachezea laptop yake kitandani. Nilichukua gauni langu na kurudi bafuni kulisafisha. Nilipomaliza nilitoka.
Niliendelea kupanga vitabu vyake. Sasa lile taulo bwana, yaani lilikuwa fupi, karibu nusu ya mwili wangu ilikuwa ni wazi. Nilikuwa napata tabu sana kuinama. Sikutaka ahisi kama namtega. Kila nikimtazama nakuta ananiangalia tu. Alinyanyuka na kuwasha redio, aliweka muziki laini, alafu nikamuona akisogea karibu yangu akiwa na shati mkononi mwake. Adam alininua na kunivalisha shati. Wakati huo sasa mnara wake ulikuwa umeshasoma. Ukaribu ule ulifanya mapigo ya moyo wangu kwenda mbio. Siku nyingine usirudie kufanya hivi, alisema akinivalisha lile shati bwana. Alikuwa karibu yangu, tunatazamana tu. Kuna vitu nilianza kuvielewa. Adam alikuwa mzuri kuliko siku zote. Macho yake na midomo ilishawishi kufanya jambo. Na mioyo yetu ilidunda sawa sawa. Nilihisi mvutano wa ajabu, yaani ni kama sumaku ipo katikati yetu. Wakati anaendelea kufunga kifungo, lile taulo lilegea bwana na kutaka kudondoka. Nilidaka haraka lisidondoke, lakini Adam alilitoa na kulirusha pembeni. Hapo aibu ilinijaa, nikafumba macho. Adam akasema ya kwamba wewe ni mrembo sana. Adam alisema akinisogelea karibu zaidi. Sikuwahi kuruhusu mwanaume anisogelee namna ile. Sijui Adam alikuwa na nini. Nijikuta tu nimelegea kila mahali. Kama mapenzi yako hivyo basi niko nyanga. Sikuwa na uwezo wa kumpinga. Nilichofanya ni kumpa ushirikiano. Adam alikuwa fundi kweli kweli. Alijua wapi anishike. Nilijihisi ni kama natetemeka hivi. Nilishindwa kuzuia miguno kwa sababu ya raha niliyokuwa napata. Ilikuwa ni mambo mageni kwangu, lakini nilimkabidhi moyo na mwili wangu. Ni kama tulikuwa kwenye mchezo, nikamkabidhi silaha zote aniumize atakavyo. Sijui hata namna ya kuelezea hili. Nilihisi maumivu na raha kwa wakati mmoja. Sikujali chochote kwa sababu Adam alikuwa tayari moyoni mwangu. Nilipofumbua macho, Adam alikuwa pembeni yangu amelala. Nilimtazama kwa hisia sana na nilikuwa na furaha na kujiona niko sehemu salama kabisa. Niliyakumbuka maneno ya bibi yangu, alipenda kuniambia niwe makini sana nikifikia umri wa niliopo sasa. Na nitakaye mruhusu anitoe bikra niwe nimempenda kweli kweli. Na mwanamume huyo atajivunia sana. So nitabasamu nikaona kama tayari nimeuteka moyo wa Adam kwa zawadi niliyompa. Nilikuwa na uhakika baada ya hii atanipenda sana. Na mimi niko tayari kuwa naye maisha yangu yote yaliyobaki. Basi mwenzenu tayari nikaanza kuwa na ndoto za kuolewa na Adam. Yaani navuta picha namna atakavoniomba niwe mke wake. Namna maisha yangu atakavyobadilika. Nguo za gharama nitakazovaa, gari la kifahari nitakalotembelea, na kwa jinsi nilivyo mzuri na uhakika atajivunia nami nitakuwa mke bora kwa ikutokea. Adam alishtuka baada ya simu yake kuita. Alipoitazama na kuona anayepiga hakuipokea, akiweka pembeni na kunyanyuka kiuchovu sana. Wedem, hebu amka utoe hizo shuka, Adam alisema akiingia bafuni. Sikuamini kama neno la kwanza kuniambia lingehusu mashuka. Unasemaje? Ilikuwa ni kama sijasikia alichosema. Ninyanyuka na kutazama pale kitandani na kuziona damu. Lakini ambacho sielewi ni Adam namna alivyoongea. Ni kama hajui alichokifanya. Ghafla nilisikia mlango ukigongwa na sauti ya mwanamke inasikika ikimuita Adam. Ina maana hujasikia ama? Hebu toa mashuka haraka bwana ukavae. Huyu ni mpenzi wangu huko mlangoni hapo. Adam alisema hivyo alipotoka bafuni. Mwenzenu nilikuwa ni kama nimemwagiwa maji ya baridi, nahisi kama niko ndotoni. Adam alivyoona simuelewi akatoa mashuka na kunikabidhi, alafu akanisukumia bafuni. Kaa humo mpaka nitakapokuambia mimi utoke, umesikia? Alisema na kufunga mlango wa bafu. Nilikuwa natetemeka kwa hasira. Maumivu niliyokuwa nahisi moyoni yalizidi yale ya katikati ya mapaja yangu. Machozi yakanitoka kama maji. Nilidhani nimekutana na mwanaume mcheshi na mkalimu. Mimi sikutarajia haya kabisa. Yaani ni kama nimekutana na gaidi kutoka Al-Shabaab, sio Adam kabisa. Nilikaa chini nikilia, sikujali kama watanisikia, lakini kwa mziki aliokuwa amefungulia sidhani kama watasikia chochote. Baada ya kama nusu saa, kimya kilitawala, nikaona kubaki ni ujinga bora nitoke. Nikavaa gauni langu, nikafungua mlango taratibu. Nilishusha pumzi baada ya kuwakosa. Nilisogea mlangoni nikagundua ulikuwa umefungwa, sikuweza kutoka. Nilikaa kwenye kochi nikimsubiri. Haikupita dakika moja Adam akarudi. Cha ajabu bado nilikuwa natumaini. Nikaamini kwamba ataniomba radhi. Huenda alifanya hivyo kwa bahati mbaya. Nisikilize binti, ondoka hapa kama hakuna kilichotokea, sawa na kama unaipenda kazi yako, itapendeza ukikaa kimya. Mimi na wewe hatujaonana leo. Sawa
Ina maana kilichotokea hakina maana yoyote kwako? Hakina maana yoyote, labda nikukumbushe jambo unalopaswa kufahamu. Unapokuwa kwenye chumba cha mwanaume unatakiwa kuwa makini. Hata hivyo usiwe na wasiwasi, hakitatokea kitu. Mimi nimetumia kinga. Hii itakufaa. Haya, nenda. Alisema akinipatia noti 3 za 10,000. Nilimtazama kwa hasira, nikamrushia hela zake. Kwa kumbe nilikuwa najiuza. Wewe ni malaya kama malaya wengine tu, kwa hiyo usijisikii vibaya. Hakuna aliyekulazimisha, ulitaka mwenyewe. Nini? Hasani nilishikwa na hasira. Nikasogea mpaka kwenye meza. Nilipona laptop yake anaoitumia kila siku. Nilisema kwamba hii pesa itafaa kama utanunua vitu vingine. Nilisema nikishika laptop yake na kuidondosha chini kwa nguvu. Adam alipiga makelele kwa hasira. Akaniambia, "Kichao, umefanya nini?" Alikuwa na hasira, alinikunja na kunibamiza ukutani. Alikuwa tayari kakunja mkono wake ili anipige ngumi. Nilikuwa natetemeka huku machozi sasa yanatoka. Aliponitazama alishia kupiga ngumi ukutani. Alitulia kwa muda kidogo, alafu akanishika na kunitoa nje kwa nguvu. "Ese, ondoka. Usinilazimishe nifanye jambo la ajabu hapo, umesikia? Haya, ondoka. Ondoka." Alisema akafungua mlango. Nilikuwa nahisi maumivu lakini nikajikaza na kutoka nje ya jengo lile. Niligeuka na kulitazama, hata siamini kilichonipata. Nitamani marehemu bibi yangu angekuwepo ili nimuulize vizuri ile bikra aliyokuwa anaisifia na kuiona ya thamani. Ni hii niliyompatia mwanaharamu au kuna nyingine? Nilitaka niweke wazi kwa sababu mimi naelekea kuchanganyikiwa. Nilipanda bajaji nikaelekea nyumbani. Nilipokuwa napita mtaani nilisikia Robi akiniita. Hata nguvu za kumuitikia nilikuwa sina. Nilichofanya ni kusogea mpaka pale dukani kwake. Robi akasema kwamba, "Sesi, uko sawa kweli? Mbona kama unaumwa?" Nikamwambia Robi, "Unaweza kunipa kinywaji kikali ambacho kitanisaidia kusahau matatizo yangu?" Robi akasema, "Kama unamaanisha pombe, hapana Sesi. Hebu njoo ukae hapa, afu mimi nitatafuta namna nyingine ya kukusaidia." Robi alinikalisha kwenye kiti na akakaa pembeni yangu. Kisha akaniuliza kwamba, "Tatizo nini Sesi?" Alisema hivyo huku sasa akinipatia chupa ya maji. Nikamwambia kwamba, "Robi, nimekata tamaa, sioni sababu tena kuishi. Mimi ni mjinga mpumbavu sana." Nilisema kwa uchungu, nikishindwa kujizuia kulia. Robi alitazama kila upande na ile sehemu tuliokuwa tumekaa tulionekana vizuri kabisa. Alinishika mkono wangu na kuninyanyua. Sikumkatalia. Tukaingia dukani, angalau ilikuwa ni sehemu isiyoonekana. "Robi, ni sikufiche ni Robi, natamani kufa. Naomba uniambie njia gani nzuri ya kutoa hai bila maumivu?" "Wewe." Unajua watu wangekuwa nafikiria kama wewe tungebaki wachache sana. Kama unaumia, wewe lia tu, sawa Robi alisema hivyo akitabasamu na mimi nikapata sehemu ya kutolea machungu yangu. Alinikumbatia kwa upendo sana. Akiniambia kwamba sijui ni kitu gani unapitia lakini hupaswi kukata tamaa kwa sababu wewe bado ni mdogo na ni mrembo sana. Usizulumu nafsi yako bado kuna maisha yanakusubiri. Hautalia kila siku bwana, niamini. Haujui tu Robi. Haujui tu. Leo mimi nimepoteza kitu cha thamani sana Robi. Nilikuwa ni kama hazina niliyodhani ina thamani, nikailinda kwa miaka mingi. Lakini nimepoteza kirahisi sana. Nimefanya jambo la kipumbavu sana hata nisiwezi kujisamehe mwenyewe. Sesi, acha kusema hivyo sawa kila mtu anakosea na kujipa nafasi nyingine. Acha kujiadhibu bwana, una nafasi nyingi sana za kurekebisha. Robi alijitahidi sana kunishauri, lakini hata aelewi ninavyojisikia. Ngoja nikwambie, hii dunia ni hatari sana. Vitu haviko kama unavyoviona. Yaani unaweza kuona nyeupe kumbe ni nyeusi. Robi alinipatia dawa za maumivu, alinibembeleza mpaka nikalala. Nilishtuka giza limeshaingia. Samahani kwa usumbufu, nahitaji kwenda. Nilisema mdau sasa huku nikinyanyuka. Akaniambia, "Usijali, unaweza kuendelea kupumzika." "No, hapana. Nataka nirudi nyumbani kabla dada hajarudi." Pole kwa sababu umechelewa. Dada yako afa amesharudi." Mungu wangu, inabidi niende." "Usijali, mimi nitakusindikiza." "Hapana Robi, hapana. Mimi nitafika tu, usijali." Sasa mimi naofia usije ukaenda kujirusha baharini huko." "No. Samahani sana kwa kuongea upuzi wakati ule na asante kwa faraja yako. Kuwa na amani." Nilisema na kuondoka pale dukani.
Sasa nilikuwa nikijilaumu, sijui nimekuaje baada ya kuumizwa na mwanaume bado niliweza kulala kwa mwanaume mwingine. Ingekuwaje na yeye angeniumiza? Mimi ni mjinga sana. Basi nilikuwa najilaumu njia nzima mpaka nifika nyumbani, niligonga mlango na kuingia. Dada alinijulia hali pale, akaniambia kwamba sisi vipi hali yako? Aliniuliza baada tu ya kuniona. Nani mimi? Nilibabaika nisijua hata kipi nijibu. Ina maana dada anajua nilichopitia leo. Mungu wangu, nimekwisha. Akaniambia kwamba Robi ameniambia ulikuwa unajisikia vibaya ukapumzika dukani kwake. Yaani naye hawezi kabisa kutunza siri. Nilisema nikiingia chumbani angalau sijaumbuka. Kwa hiyo hautaniambia kinachoendelea kati yako na Robi ama? Alisema dada na kunifanya nisite kuingia chumbani, nikarudi tena sebuleni. Sisi, mimi sio mama yako, kwa hiyo huna haja ya kunificha. Dada jamani, mimi nilikuwa nimepumzika tu, hakuna kinachoendelea. Yaani wewe tangu utoke kijijini sijawahi kukuona karibu na kijana yote. Ndio maana nimeuliza. Hata hivyo ni jambo la kawaida, nilipokuwa na umri wako mimi mwenyewe nilikuwa tayari na ex watatu. Jamani dada. Hata hivyo Robi ni kijana mzuri na anajituma sana. Una bahati kwa sababu mabinti wengi hapa mtaani wanatamani sana nafasi. Mbona unaongea kama tayari una uhakika? Si kwa sababu mnaendana sana. Hapana dada. Hamna kitu kama hicho. Alafu dada, naomba mpigie Irene umwambie kwamba naumwa, sitaweza kwenda kesho. Haya, usijali, wewe niachie mimi. Dada alisema wakati anaandaa chakula. Tulikula huku story zingine zinaendelea. Dada alifanya nianze kumfikiria Robi. Kwa namna nyingine niliona kama, kwanza hata nilipokwenda dukani kwake na kumkuta anaongea na wasichana wengine, nilianza kuhisi wivu. Ukaribu wangu na Robi uliongezeka siku baada ya siku. Niliendelea kwenda kazini, lakini nilipomaliza usafi kwenye eneo langu, nilirudi nyumbani, sikwenda kumsaidia dada jikoni. Sikutaka kuonana na Adam. Nilikuwa nikisikia stories zake kwa dada kwamba mchumba wake amerudi kutoka masomoni nje ya nchi. Nilikuwa nahisi hasira siku zote dada alimwongelea vizuri Adam. Sasa nijikuta nikiongea nikisema ya kwamba anamuonea huruma sana huyo mchumba wake. Nijikuta nikiongea hivyo baada ya kuchoshwa na sifa zake. Kinachonifanya nishindwe kumwambia dada ni namna atakavyoshangazwa, kwa sababu alikuwa ananiona nimetulia sana. Yaani sasa Adam sio muuni, au mabinti wanamfuata wenyewe. Anawachezea tu. Binti anayempenda ni Sharon peke yake. Dada anasema kawaida, lakini mimi naumia sana. Hajui kati ya hao mabinti na mimi nimo. Hii ni siri ambayo sikutaka yote ajue. Kwa sasa maisha yangu ni ya furaha kwa sababu ya rafiki niliye naye. Nilianza kumfahamu vizuri Robi. Nikagundua ni kijana mzuri sana, alafu ni msomi, alikuwa hajapata kazi, na pili ana akili ya maisha. Alinishauri nifungue kibanda cha matunda nje ya duka lake, na akasimamia kila kitu. Nilipokuwa nikitoka kazini napita sokoni nachukua matunda na kuja kuyauza. Biashara matunda ilienda vizuri, nikawa sasa namtumia mama yangu pesa, nikanunua simu kubwa, na kwa kiasi fulani maisha yangu yalibadilika. Niliweza kujinunulia mavazi. Zilikuwa ni nguo za bei ndogo, lakini nilijua kuzipangilia, nikapendeza sana. Nilianza kuonekana wa mjini. Matendo ya Robi yalijieleza wazi kuwa ananipenda. Alinijali na kunipa furaha, na mimi sikuwa na cha kumlipa zaidi ya kumpokea kwenye moyo wangu. Ilikuwa imepita miezi 4 tangu nilipokutana na Adam. Nilipoamua kukutana na Robi nilikuwa bado naogopa sana. Nilalamika maumivu alipokuwa akijaribu kuniingia, kiasi kwamba Robi alijua yeye ndiye mwanaume wangu wa kwanza. Jambo ambalo liliniuma mno, lakini sikuwa na ujasiri wa kumwambia ukweli. Robi alinibembeleza na hakutaka kuendelea kama ningekataa. Nilimruhusu na alijiona mwenye bahati sana. Siku kadhaa baadaye nilimkuta Robi akiwa na furaha sana. Nikamuuliza vipi, kulikoni? Robi akasema rafiki yangu ameniambia kuna nafasi ya kazi imepatikana. Hivi unajua hiyo inamaanisha nini? Robi alisema kwa furaha sana, tena akinikumbatia. Wow. Hiyo ni habari njema mpenzi. Yaani sisi nikipata hii kazi, maisha yetu yatabadilika. Yaani nitakutunza kama malkia. Usije kuongea hivyo afu. Kwanza usije kuongea hivyo mbele ya mama yako, atakuua. Nilisema kwa utani tukicheka. Mama yake Robi ni mwanamke ambaye amewalea watoto wake kwa shida mno,
na Robi ndio jicho lake. Amemsomesha kwa shida na matarajio yake aje kumsaidia. Hebu naomba niangalizia hapa nikafuate viti vyangu nyumbani, Robi alisema kisha kaondoka. Nilimtazama nikitabasamu tu. Nilimshukuru Mungu kwa sababu amenionyesha mwanaume sahihi, na jambo zuri ni kwamba tutapiga hatua pamoja. Nitaishi maisha ya ndoto zangu na mwanaume anayenipenda kwa dhati. Nilipokuwa dukani, nilishuhudia gari ya kifahari ikipaki nje ya duka. Nikasema kwamba mbona nalifahamu ile gari. Nilisema nikivuta kumbukumbu mahali nilipoliona. Mlango wa gari uliofunguka, akashuka Adam. Sikutegemea kumuona maeneo haya. Nikajiuliza amefuata nini? Nijiulize huku sasa nikinyanyuka kwenye kiti. Hasira zangu hazikubadilisha muonekano wake. Bado anavutia. Ukimtizama ni kijana mtanashati mwembamba na mrefu. Alikuwa amevaa t-shirt nyeusi na shati kwa juu lenye mistari ya zebra, na chini alivaa jeans ya blue na raba nyeupe. Alipiga hatua na kusogea pale dukani. Nilikuwa bado namtazama. Akaniuliza kwamba mwenye duka ameenda wapi. Aya. Huyu mjinga hajaacha dharau zake. Yaani hata hakujisumbua kunisalimia, anajifanya kama hajawahi kuniona. Nikudumie nini? Nilimuuliza nikiingia dukani. Alitabasamu tu, akasema kwamba hakuna kinywaji ninachoweza kunywa hapa. Alisema kwa dharau, akisogea pembeni na simu yake aliweka sikioni. Nadhani kuna mtu alikuwa anampigia. Muda mchache baadaye Robi alirudi na kitu nilichokuwa sitamani kitokee kikatokea. Yaani kati ya watu wote, kwa nini Adam ndiye rafiki yake? Yaani jisikia vibaya mno. Na wasiwasi niliokuwa nao ni pale Robi atakaponitambulisha kama mpenzi wake na Adam atakapomwambia tulichokifanya. Niliona walivyokuwa wanacheka, tena kuna muda walinitazama kwa pamoja. Robi alimpatia bahasha Adam, akanyanyuka akitaka kuondoka. Walisogea pale nilipokuwa na Robi alinitambulisha kwa Adam. Robi akasema kwamba Sesi, huyu ni rafiki yangu, tulisoma wote chuo, na Adam, huyu ni Sesi, ni mpenzi wangu. Robi aliongea kwa kujiamini, tena kitabasamu. Nilikuwa naomba Mungu Adam asije kufungua mdomo wake. Robi, una bahati sana. Huyu dem ni mkali mno. Aliongea kwa utani, lakini najua yaani ni kama anadhihaki tu. Lakini nilishukuru hakuharibu mambo. Robi akasema kwamba hujaniambia kuhusu Sharon bwana, vipi mnaendeleaje? Robi aliuliza alipokuwa anamsindikiza kwenye gari lake. Ina maana kila mtu anamjua Sharon, ni mimi tu nilichelewa kujua hilo. Nilishusha pumzi baada ya Adam kuondoka. Na Robi alirudi akiwa bado ana furaha. Nilimimina maji kwenye glasi nikanywa. Robi akaniuliza kwamba Sesi uko sawa? Nikajibu ndio. Robi alikuwa na matarajio makubwa kwa rafiki yake. Palipopambazuka kama kawaida nilikwenda kazini, na baada ya kumaliza kufanya usafi nilikwenda bafuni ili kujiweka sawa kabla sijatoka. Nilipotazama kwenye pochi yangu niliona chaji ya simu ambayo dada aliniambia nimletee. Nikasema kwamba nilikuwa nimesahau kabisa. Nilisema hapo sasa nikimaliza kujiweka sawa na haraka nikapiga hatua kuelekea jikoni aliko dada. Kabla sijafika nilimwona Adam na marafiki zake watatu kwenye meza yake pendwa. Nilihisi hajaniona kwa sababu alikuwa busy akizungumza na rafiki zake. Nilianza kutembea haraka kabla hajageuza shingo yake na kuniona. Sasa nilisikia sauti ya Adam ikiita Sesi. Nilihisi ni kama nimemwagiwa maji baridi baada ya kusikia sauti ya Adam ikiniita. Nilimtazama kama sijasikia vizuri. Ndio, niwe nakuita, alisema Adam na ishusha pumzi kabla sijapiga hatua kumfuata. Adam akasema kwamba wewe huyu dem ndo yule aliniharibia PC yangu, nikashindwa kurejesha vitu vyangu. Kimoyo nilifurahi, angalau nilimtia hasara. Hasa mmoja wao alisema kwamba ni PC, fanya mpango wa kulipe kwa namna nzuri bwana. Alisema hivyo na kufanya wenzake wacheke. Hasa kuna kijana mwingine akasema kwamba Adam, ulisema ni mrembo ila sio namna hii. Binti amependelewa mashallah. Kijana mwingine alisema hivyo akinitazama kwa matamanio. Hicho ndicho ulichonitia ama? Tuliza jaziba binti. Nataka tuongee biashara. Naona thamani yako imepanda kidogo. Niambie unahitaji shilingi ngapi kwa siku moja? Adam alisema akinitazama juu mpaka chini. Nilihisi hasira. Nikachukua glasi iliyokuwa na maji pale mezani, nikamwagia. Alafu nikamwambia kwamba mpumbavu, naomba unisikilize kwa makini sawa? Mimi sio malaya. Kenge wewe.
Nilisema kwa kujiamini. Adam alikuwa ameduaa asiamini nilichomfanyia. Sasa rafiki zake wakasema kwamba amekutukana. Rafiki zake walishangaa, nadhani wamezoea kuona akinyenyekewa muda wote. Adam alinyanyuka kwa hasira. Bahati nzuri kabla hajanifikia, rafiki yake mmoja akamzuia, akasema kwamba wewe tulia bwana, usipagae, huu ni DM tu. Adam alinitazama kwa hasira, akasema kwamba unatakiwa kuwa na adabu unapozungumza na mwanaume wako wa kwanza. Asa rafiki yake mmoja akasema kwa sauti ya kwamba mwanangu, siamini kama ulikata nyuzi za huyu dem bwana. Aliongea hivyo aseni kaisi aibu. Nilikuwa ni mjinga tu, na hilo ni kosa kubwa sana niliwahi kufanya kwenye maisha yangu, na halitaka litokee tena. Aise, binti, umeanza kunitisha sasa. Adam alisema hivyo akinisogelea. Mimi naye ni jeuri, wala hata sikuogopa. Aliponifikia aliniambia kwamba una uhakika na unachosema. Namaanisha, na unajua nina mpenzi, hata usipoamini haitabadilisha kweli. Ninampenda sana Robi, na hakuna kitu unaweza kufanya nikamsaliti. Nilichirika lengo langu aumie. Sikujua kama maneno yangu yatawachekesha Adam na rafiki zake. Wale mbwa walianza kunicheka tena kwa sauti sana. Basi akasema kwamba huyu binti leo anachokisema hivi, kwa hali alionayo anaweza kukataa iPhone 14. Mwingine alidaki akasema kwamba kaka, uko mbali ese, huyu ni wa chips na kuku tu, tena kuku wenyewe ni nusu. Ya kweli kabisa, tena na Pepsi ya baridi. Ukiona Pepsi ya baridi pembeni unakesha naye huyu. Adam naye alichangia hivyo, huku sasa akiendelea kunicheka. Inatosha, wapuuzi nyie. Hivi mnadhani pesa inaweza kufanya chochote mnachotaka? Tena kama wewe Adam, najuta kukufahamu. Wewe ni mwanaharamu na roho mbaya, malaya usiye na utu, na kuchukia. Na kamwe hautaka unipate abadan. Nilisema nikageuka kuondoka. Basi kuna mtu mmoja akasema kwamba bro, huyu demo anaongea nini? Hujawahi kukataliwa namna hii? Adam akasema mwacha jimalize. Adam alisema hivyo akinyanyuka kunifuata. Nilifika kwenye kona akanibananisha. Aise, nitahakikisha unalipia kwa kile ulichokifanya. Jamaa alikuwa na hasira, nikadhani atanipiga. Mimi nilikuwa najiandaa kupiga kelele za msaada. Nidhani Robi ana akili, sijui amekuokotea wapi malaya kama wewe. Adam alisema kwa kipapasa uso wangu. Robi sio kama wewe. Yeye ni mwanaume mwenye roho nzuri sana. Huwezi kujifananisha naye. Yaani ukiweka pembeni mali za uzazi wako, Robi anakuzidi kila kitu. Ni bora unyamaze kwa sababu uvumilivu wangu unaenda kufika mwisho. Adam alinionya, hata mimi sijui hasira zilikotoka, najikuta tu nimeongea hayo yote. Nadhani kile alichonifanyia bado kinanitesa, natamani nipate nafasi ya kumlipizia kisasi. Aliponiachia niliingia jikoni aliko dada. Baada ya kumpa chaji nilitoka. Kwenye ile meza sikumkuta Adam wala rafiki zake. Nilipofika barabarani nilipanda bajaji mpaka sokoni, nikaenda kufanya manunuzi ya matunda pale, kisha nikaelekea kijiweni. Nilipofika kijiweni, kabla sijaanza kupanga matunda, nilimfuata Robi dukani na kumsalimia. Nikamuuliza kipenzi, uko poa? Nimuuliza baada ya kumuona hajanichangamkia kama kawaida yake. Ni kweli siko sawa. Unaweza kuniambia sababu? Nimeongea na Adam. Nini? Kakwambia kitu gani? Nilihamaki huku mapigo ya moyo wangu yakienda kwa kasi sana. Mbona kama nimeumbuka? Kitu gani kimemnyima amani hivi? Atakuwa ni Adam kamwambia kila kitu. Mbona nimekwisha mimi? Kabla hajanijibu, mteja alikuja na kuagiza unga. Kwa sababu mimi ndiye nilikuwa nimesimama, ikabidi nimhudumie. Mikono yangu ilikuwa inatetemeka, nachota unga vibaya unamwagika mpaka Adam mwenyewe akasimama kunisaidia. Nilisogea pembeni, hata miguu ilikuwa inatetemeka. Nilianza kutunga uongo kichwani ili kujitetea, labda naweza kueleweka. Sasa aliporudi kukaa, akaniambia kwamba sisi uko sawa? Ndio nakusikiliza. Adam kaniambia ile nafasi tayari amepewa binamu yake. Inamaanisha bado natakiwa kusubiri mpaka nafasi nyingine itakapopatikana. Afadhali ese, nilishusha pumzi kwa nguvu na kimoyomoyo nikamshukuru sana Mungu. Lakini mbona imekuwa ghafla sana hivi? Huoni kama anacheza na akili yako?
Ni jana tu ametoka kusema una nafasi kubwa ya kupata kazi. Alafu sasa hivi anakuja na mada nyingine tena. Sisi mimi sijui kwa nini unajaribu tu kumlaumu mtu anayejaribu kunisaidia. Mimi namwamini sana rafiki yangu, hawezi kunidanganya. Hivi unawezaje kumwamini mtu kama yule? Mimi nilipokuwa chuo nilikuwa na marafiki wengi, lakini Adam kwangu alikuwa ni zaidi ya rafiki. Yaani ni mtu mwenye kujali na kuthamini sana. Msikilizaji, huyu Adam anayezungumziwa hapa ni tofauti kabisa na yule ambaye mimi namjua. Mpenzi wangu, unajua watu wanabadilika Hutakiwi kumwamini namna hiyo. Yaani hivi unajaribu kunikatisha tamaa au nimekuelewa vibaya? Mimi sina nia mbaya mpenzi, jaribu tu kunielewa. Sawa basi natosha, kama haya ndo maoni yako, ni bora unyamaze. Robi alisema hivyo kwa hasira, akinyanyuka kwenye kiti na akatoka nje. Amenikasirikia. Nilibaki nasikitika tu. Kwa upande mwingine nilitamani kumweleza ukweli, lakini mimi sikuwa na ujasiri kabisa. Biashara ya matunda haikuwa nzuri. Yaani siku nilihisi mwili ni kama umechoka. Nikafunga mapema na kwenda nyumbani. Sikuweza kumuaga vizuri Robi baada ya kukwaruzana naye. Nilifika nyumbani na kuanza kupika. Nilipomaliza nikaelekea bafuni kuoga. Nilipotoka nilimkuta dada amesharudi. Tulisalimiana, angalau yeye alionekana mwenye furaha. Alikuwa akisikiliza muziki na kuimba. Nilipakua chakula na kumpatia dada. Wow. Yaani ni kama ulikuwa kwenye akili yangu. Nimemisi sana ndizi ujue. Lakini ni chakula cha kawaida tu. Ndio. Na ndio maana mimi nakipenda sana. Nimeshachoka kule vyakula vyenye viungo vingi. Afu, mbona hujachukua chakula? Sina hamu ya kula dada. Kuna tatizo? Ndio. Kwa bahati mbaya ile kazi aliyokuwa anafuatilia Robi imeshapata mtu. Kivipi? Kwani usaili si bado? Ndio, ilitakiwa ifanyike kesho kutwa, lakini Adam alimpigia na kumwambia kwamba tayari binamu yake amepewa hiyo nafasi. Binamu? Haiwezekani. Mbona mimi sijaona mabadiliko yote mpaka naondoka? Dada alisema akishika simu yake. Sikujua anampigia nani. Ilisikika simu upande wa pili ikiita, na baada ya mtu yule kupokea, dada alimuuliza maswali na tayari akapata majibu. Simu ikakatwa. Ni ajabu. Hakuna mtu aliyepewa hiyo nafasi. Na siku ya usaili iko pale pale. Hasa kwa nini Adam kamuongopea rafiki yake? Labda mbona tu kuna uwezekano wa kushindwa. Huenda Robi hana vigezo vya kutosha. Hapana dada. Kama ungemsikia alivyokuwa anamsifia alipokuwa anaongea naye. Yaani hata mwenyewe ungeamini Robi amepata kazi eti. Sijui, lakini lazima atakuwa tu na sababu. Adam hana roho mbaya kiasi hicho. Yaani sijui kwa nini unamwongelea kama malaika vile. Mimi nasema hivyo kwa sababu Adam ameshasaidia watu wengi. Nilifikiria sana jambo hilo na haikuniingia akilini. Dada, unaweza kunipatia namba za Adam? Wewe sisi unataka kufanya nini? Nataka tu kumuuliza kitu. Kuna kitu nataka kumuuliza. Lakini ni bora kuongea naye kistaarabu, usije ukaribu kibarua chako kwa kujaribu kumsaidia mwingine. Dada alisema akinipatia simu yake. Nilikopi namba kwenye simu yangu kisha nikampigia. Nilitoka nje, sikutaka dada asikilize maongezi yangu. Simu iliita kwa muda mrefu mpaka ikakata bila kupokelewa. Nilijiinamia kwa huzuni sana. Nilirudia kuipiga namba ile, hatimaye ikapokelewa. Hivi kwa nini? Kwa nini umemwongopea rafiki yako? Kumbe una akili kidogo hivyo. Ulijuaje kama nasubiria simu yako? Nasemaje? Sitaki kuamini kama umefanya hivyo kwa sababu yangu. Kesho asubuhi nje ofisini kwangu nitakupa majibu yote unayotaka. Adam alisema hivyo akakata simu. Hivi ukichana jaribu kufanya nini? Ina maana amemwongopea rafiki yake kwa sababu yangu? Sitaki kuamini mimi ndiye tatizo hapa. Basi usiku ulikuwa ni mrefu sana. Mimi na Robi hatukuchati muda mrefu kama kawaida yetu. Muda mwingi nilikumbuka maneno yote niliyomtamkia Adam. Mimi ni jeuri, ila nimeanza kujuta. Sijui kwa nini sikufikiria jambo kama hili. Ni bora ningenyamaza. Robi akapata kazi kwanza. Nisahau kama yeye ni mwanaume anayependa sifa na mimi nikaishia kumdhalilisha tena mbele ya rafiki zake. Nitamuomba msamaha na kama ni kitu anachotaka basi nitampigia magoti aondoe hasira yake. Na mimi nilidhamiria hilo kabisa moyoni mwangu. Kwa hiyo asubuhi dada aliniamsha. Ajabu sikusikia hata alamu. Niliamka na kuanza kujiandaa. Dada kaniuliza, vipi jana uliongea na Adam? Nilimficha nikasema hapana, yani hakupokea simu. Nilimficha dada ingawa aliniona siko sawa.
Dada yangu anaujua uhusiano wangu na Robi, lakini sikuwahi kumwambia kile alichonifanyia Adam. Hilo sikutaka mtu ajue upumbavu niliofanya. Nilijiandaa vizuri, nikatoka. Nilifika kazini nikaanza kufanya usafi. Kabla sijamaliza, ujumbe uliingia kwenye simu yangu kutoka kwa Adam. Alinitaarifu yuko ofisini. Nilimwaga mwenzangu nikaelekea ofisini. Nigonga mlango, akaniruhusu kuingia. Nilimtazama Adam aliyekuwa anazunguka kwenye kiti chake kwa tabasamu. Akanisalimia pale akasema, habari yako Sesi? Alisema kwa tabasamu, nadhani alijiandaa kuombwa msamaha, lakini kwa jeuri niliyokuwa nayo natamani kuchukua glasi ya maji pale mezani nimwagie, lakini nikajikaza tu. Vipi? Nataka nione ule ujasiri wako tena. Aliendelea kusema ni kama alisoma akili yangu. Sawa Adam, naomba nisamehe, ni kweli ulinikosea, lakini sikutakiwa kukuambia vile. Mimi sijawahi kuona mtu anaomba msamaha kwa namna hiyo. Kitu ambacho sielewi ni kwa nini unatumia makosa yangu kumwadhibu rafiki yako. Kwa sababu ni mpenzi wako na ulisema unampenda sana. Au nikukumbusha yote uliyosema? Ulisema ana akili sana, ni mpambanaji. Bila shaka hauna wasiwasi shujaa wako anaweza kupata kazi sehemu nyingine. Lakini Robi anakuamini sana. Kwa sababu ni kweli nilitaka kumpatia kazi, na hilo lingewezekana kama sio huo mdomo wako. Naomba nisamehe kwa kusema maneno hayo. Lakini nastahili, alisema kwa huzuni, na sijawahi kumuona vile. Nilishuka na kupiga magoti mbele yake. Naomba nisamehe. Na kama ni adhabu naomba nipatie mimi, sio Robi. Anakuamini sana. Niko tayari kuacha kazi na kuomba mpatie nafasi. Unahisi hiyo kazi yako ina umuhimu hapa? Nadhani bado unaniona mjinga. Sesi, huwezi kufuta kauli zako kwa kuacha kazi. Unataka nifanye nini? Nadhani uko tayari kufanya chochote kwa ajili yake, si ndio? Sasa unachotakiwa kufanya ni kile ulichoapa kutokurudia. Nini? Hivi umechanganyikiwa ama? Niko siku moja tu. Wewe ni pepo Adam. Hivi unawezaje kufikiria hivyo Adam? Hiyo ndio njia pekee ya kufuta makosa yako. Si umesema uko tayari kufanya chochote kwa ajili yake ama? Lakini sio kumsaliti. Haitakuwa usaliti. Ni kujitoa kafara tu. Wewe ni mshenzi zaidi ya nilivyodhani Adam. Hebu acha maigizo yako basi. Najua unatamani kuwa na mimi. Chukulia hii ni kama bonus kwa sababu mpenzi wako ataajiriwa. Utakuwa umeua ndege wawili kwa jiwe moja. Ila ni ile siku niliyokuja chumbani kwako, angalau umekumbuka nafasi ya demu uliyowahi kuipata. Imeshatokea, kwa hiyo huwezi kubadilisha chochote kwa kujilaumu. Lakini unaweza kurekebisha kwa matendo. Una muda wa kutosha kufanya maamuzi. Nenda katafakari. Nitakusubiri chumbani kwangu saa 3 usiku. Nataka nikufunze adabu kwa vitendo, namna ya kuheshimu watu wenye hela. Jamaa alisema hivyo, kisha akashika suruali yake kwa mbele ambayo ilikuwa imetuna kidogo. Sijasahau ulivyonitukana mbele za watu. Nilimtazama Adam kwa kutia huruma, lakini alionekana kudhamiria. Yaani matamanio yake ni imara kuliko mapenzi yangu na Robi. Haiwezekani. Mimi siwezi kumfanyia hivi. Adam hakujali maneno yangu. Nilitoka pale nikiwa na hasira sana. Nilikosea tangu mwanzo. Nadhani uzuri wa muonekano wake ulinipumbaza. Nikadhani na moyo wake ni mzuri, kumbe ni shetani. Mimi nilitengeneza bomu langu mwenyewe. Mwanaume niliyempa zawadi ya bikra yangu, nikiamini atanipenda, ndiye anaongoza kuniumiza. Nilikwenda dukani moja kwa moja. Nilitaka kumwambia kila kitu Robi. Bahati mbaya au nzuri, nilimkuta Robi na mama yake. Walionekana wana furaha sana. Nilisubiri nje kwa muda nikitafakari, sikuona chaguo lingine zaidi ya kumwambia kweli. Na nilitaka amjue rafiki yake ni mtu aina gani na jinsi atakavyokabiliana naye. Asa baada ya mama yake kuondoka, nilimfuata Robi. Aliponiona aliacha tabasamu. Sikutegemea hili baada ya jana. Nilimsogelea na kumkumbatia. Mpenzi, kuna jambo nataka kukuambia. Nizungumza kwa sauti ya chini huku machozi yakinilenga-lenga. Mimi mwenyewe aisee na habari nzuri kwa ajili yako. Aliongea kwa furaha, hata mimi nikapata shauku ya kujua. Ni habari gani hiyo? Unaonaje hili shati, vipi linanifaa? Alisema akinionyesha shati alilotoa kwenye karatasi. Ndio, ni zuri. Lakini nategemea ni wapi unaenda.
Yaani huwezi amini, Adamu amefanikiwa kumshawishi mama yake bwana. Nimepigiwa simu kesho niende kwenye usaili. Lakini nilikwambia usimwamini huyo Adamu. Hivi ni kama anakuchezea akili. Hivi ni kitu gani usichoelewa hapo? Au kuna kitu unatakiwa kujua? Sisi, hebu niambie basi unawaza nini? Hapana, ni kwa vile sisi sikia, mimi nitegemea utaniunga mkono. Lakini sijui unafanya nini. Sasa sikia, unaliona ile hapa shatili? Mama kaniletea. Kwa sababu anaamini litanipa baraka. Wakati nimekata tamaa, ameniombea na kunitia moyo. Na kilichotokea kabla hajaondoka, Adamu akanipigia na kuniambia nijiandae. Natamani na wewe ungeniamini. Robi, hili jambo alihusiani na imani. Ni kuhusu huyu rafiki yako. Hivi kwa nini usitafute kazi sehemu nyingine? Sesi, hivi nadhani mimi sijajaribu? Sikiliza Sesi, hapa mjini ni ngumu kupata kazi bila connection. Mimi na marafiki wengi wana kazi, lakini hakuna aliyeweza kunisaidia hata baada ya kuwatumia pesa alizotaka. Adam pekee ndiye aliyeonyesha juhudi za kutaka kunisaidia bila gharama yote. Huenda kuna kitu kingine anataka kutoka kwako. Sisi, inatosha. Mimi sio ni sababu ya kurumbana na wewe. Natakiwa nijiandae. Kama unataka kuniharibia siku yangu, wewe endelea kuongea upuuzi. Lakini mpenzi, kama kweli unanipenda, basi kwa upande wangu acha kunikosoa na uniunge mkono kwenye hili. Sikiliza, ni muhimu sana. Nahitaji kwa ajili ya familia yangu. Hivi unajua mimi nimesubiri jambo ile kwa muda gani sisi? Sisi, mimi ndiye baba. Nina mama na mdogo wangu ananitegemea. Na vipi kuhusu sisi? Nataka nikuhudumie mwanamke mwenye furaha sisi. Mimi nahitaji kupata hii kazi. Yaani nahitaji kuipata hii kazi kwa ajili yetu sote. Naomba nisamehe mpenzi wangu. Msikilizaji, nilimkumbatia jamaa muda huo kunikelea na nikamwambia hivyo. Ilikuwa ni mida ya saa 12 jioni. Nilienda nyumbani nimechoka, kichwa kizito, hata sikuwa na nguvu za kupika. Nijilaza tu kitandani. Nilipoangalia simu yangu, sikuona ujumbe kutoka kwa Adam. Yupo kimya, wala hana muda wa kunishinikiza. Ina maana hili ni juu yangu. Hii hali inaniumiza sana kwa sababu nimepima matokeo ya pande zote mbili, nimevurugwa. Yaani sielewi lipi sahihi kufanya. Je, nikafanye anavyotaka ili Robi apate kazi, au nimwambie Robi ukweli ili apoteze hiyo kazi? Na itakuwaje asipopata kazi sehemu nyingine? Niweza kujilaumu kwa hilo? Tangu mwanzo nafanya makosa, sikutaka kurudia makosa mengine. Sasa ni yapi maamuzi ambayo aliyafanya Sesi? Je, aliamua kwenda kwa Adam ili kuweza kutoa mwili wake kwa ajili ya mwanamume wake kupata kazi, ama aliamua kumwambia ukweli Robi kwa yote aliyofanyiwa na Adam? Na kama kimwambia ukweli Robi, itakuwaje? Robi kashangaika kutafuta kazi sehemu nyingi, na sehemu pekee, tumaini pekee alilokuwa anategemea na mpaka mama yake kamwombea mibaraka ni hapo kazini. Sasa itakuwaje akijua kwamba amepata kazi ni kwa sababu mwanamke wake amekubali kwenda kubanjuliwa? Jamani, mjini ni kazi sana kupata kazi, na asilimia kubwa kati ya mabinti 10, mabinti 3 kwa haraka wanaweza kana natoa chochote kitu kwenye mwili ili waweze kupata kazi. Halafu 7 wanaobakia ndio unakuta ni misimamo ama hivyo. Yaani nadhani kikubwa tu ni msimamo kwa hao 7 waliobakia. Lakini kupata kazi mjini ni kazi sana. Ukipata kazi unashukuru Mungu. Ila wengi wanapata kazi kwa namna hiyo. Sasa Sesi atafanya nini? Niambie kwenye comment. Je, atamwambia Robi ukweli ama ataenda tu kwa Adam kuweza kubanjuliwa na iishe? Maisha haya. Tuombe sana Mungu. Tukutane sehemu inayofuata msikilizaji kuweza kujua mengi zaidi. Muda wote ulikuwa na Lucas Lumbas, na niseme tu ya kwamba God be with you till we meet again. Bye bye.